Nikwambia wanaume wananga upendo, wanaume wanakuanga na tamaa. Yesu ndiye akona upendo. Mimi nakwambia ukweli, wanaume wanakuanga na tamaa, si upendo wanakuanga nayo. Na ili mwanaume awe na upendo wa ukweli, na ndio maana hiyo ndio mtihani yao. Nao wanawake wajui kutii. Ndio maana walikuwa mtihani ya kutii. Ili wakishinda mtihani wataenda wapi? Mbinguni. Nao wanaume wajui kupenda. Ndio maana walikuwa mtihani ya kupenda wake zao, ili wakipenda ya ukweli, Yesu akiwa ndani yao wataenda mbinguni. Leo juu kuna mtu analia na mume wake akona Prado, lakini mke analia. Hujajua? Kama unaonanga watu wakiendesha Prado kwa barabara, unafikiria wanaendelea vizuri kwa familia zao, si ndio? Unafikiria Prado ndio ndoa, si ndio? Hiyo Prado itabeba msichana mwingine na utuongo makofi. Nilitoka kwa dunia bado nikiwa kijana, na nilipoingia katika Uadventista nilisoma sana kwa muda mfupi, mpaka nikiwa na mwezi mmoja katika kanisa ama katika Uadventista nilikuwa najua ya kwamba sifai kuoa mtu ambaye si wa imani. Na hata uhusiano ambao nilikuwa nao ambao si wa imani, ama uhusiano nilikuwa nao nilikuwa mtu wa dunia, nikaukata. Lakini nilikata kwa njia ambayo hata mwenye nilikata kwake alibaki bado ni rafiki. Mbaya leo hata mimi na mke wangu tunaweza kuwatembelea, maana hata yeye aliolewa, tunaweza kuwatembelea. Msichana unapata ya kwamba anaingiwa na umwili, anaanza kuangalia kama watu wa dunia, anaanza kusema nataka tall, black, handsome. Leo inaweza kuwa ni kweli kijana umejilinda vizuri, umekaa vizuri, lakini ikifika wakati wa kutafuta mwenye unataka kuoa, unajipata ya kwamba unaongozwa na mwili kiasi ya kwamba haufikirii tena. Kile ambacho kinakusukuma ni tamaa ya mwili. Ati unaangalia sijui size 8 ndio inakusukuma. Mara unaangalia rangi ya mandazi. Kwa hivyo ishi maisha ambayo kwanza inampendeza Mungu. Usiishi maisha ya ukora. Ishi maisha ambayo ni straightforward mbele za nani? Mbele za Mungu. Kisha endo mlilie Mungu, mwambie nataka mke wa kuoa, nataka kijana mzuri wa kunioa. Kwa hivyo vijana ni aidha ukubali kutumiwa na Mungu ama utumike na nani? Na shetani. Mungu anataka kukutumia na shetani pia anataka kukutumia. Sasa uamuzi unakuwa ni wako, unataka kutumiwa na nani? Bila shaka kabla unjeingia katika ndoa lazima upitie katika kitu kinaitwa courtship. Na kwa wale ambao wanakusudia kuolewa na kuoa, wanahitaji kujua mipaka yao katika courtship. Wanahitaji kujua kabla unjaingia katika ndoa lazima upitie kitu kinaitwa courtship. Mambo ya dating hiyo si ya watu wa Mungu, hiyo si ya Biblia, wala si ya roho nabii. Roho nabii inazungumzia kitu kinaitwa courtship, ndio izungumzia kitu kinaitwa dating. Dating hizo ni vitu za dunia hizo. Nipe Mhubiri 12 anza 1. Inasema, ndio, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Maandiko yanatuambia kwamba tumkumbuke muumba wetu siku za ujana wetu. Kwa hivyo katika siku za ujana wako unahitaji kumkumbuka muumba wako. Hata katika courtship unahitaji umkumbuke muumba wako. Tulia kwanza. Wengi ikifika ni mambo na courtship, wakati wa kutafuta mchumba, wakati wa kutafuta mwenye wataingia naye katika maisha, a life partner, anasahau hata na muumba wake. Katika kuchagua mchumba na katika kuingia katika courtship unahitaji kwanza mkumbuke muumba wako. Wengi wamkumbuki, wanaongozwa na hisia za mwili, wengi wanaongozwa na tamaa za mwili, na hiyo imechangia vijana wengi kuingia katika hali ya hatari kubwa. Napata mtu kwa sababu alifanya uchaguzi mbaya na ni mwana matengenezo wakati alikuwa anaingia katika ndoa, leo unajipata ndiye anakuwa mstari wa kwanza kusumbua pastor. So wachungaji wanakuwa na kazi kubwa ya kusuluhisha mambo ya ndoa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kufanya uchaguzi mbaya. Uchaguzi unaofanya kabla uingia kwa ndoa itategemea vile utaishi katika ndoa yako. Maandiko yanatuambia kwamba mkumbuke muumba wako katika siku za ujana wako. Endelea na andiko. Naendelea na kusema, safi,
kabla hazijaja siku zilizo mbaya, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, ndiyo, mimi sina furaha katika hiyo. Unafaa ukumbuke muumba wako kabla ya siku hizo ambazo zitafika, useme kwa kweli mimi sina furaha na hizi siku. Siku gani? Endelea msomaji. Inaendelea na kusema, ndiyo, kabla jua na nuru, ndiyo, na mwezi, ndiyo, na nyota havijatiwa giza. Kabla ya macho yako kutiwa giza, uanze kuona vibaya vibaya. Kwa hivyo, kwa ufupi, pointi yangu ni ya kwamba tumkumbuke muumba wetu siku za ujana wetu kabla siku mbaya sijakuja. Ukisoma kwenye kitabu cha Methali 3 na mstari wake ni wa 5, maandiko yanasema hivi. Methali 3 na mstari wa 5, kitabu kinaitwa Proverbs chapter 3 and verse 5 to verse 6. Naomba usome. Inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Maandiko yanatuambia kwamba umtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Sasa tulia hapo. Kabla ya kuingia katika courtship, kuna hatua ya kwanza ya kutafuta ni nani ambaye unataka kuingia naye katika ndoa. Na hapo ndio nataka nianzie. Na leo topic ambayo naomba nizungumzie ni hii: marry not unbeliever. Wakati unatafuta ni nani atakuoa, nani utamuoa, marry not unbeliever. Na hili ni jambo ambalo vijana wengi wamelipuuza. Wengi wanasema hakuna wasichana wana matengenezo. Wengi wanasema hakuna vijana wana matengenezo. Wengi unapata wasichana anasema mimi sijaona kijana mwana matengenezo wa kunioa. Kijana naye anasema mimi sijaona, kijana mwanaume anasema nami sijaona msichana mwana matengenezo wa kuoa. Wasichana ni wachache. Hiyo ni kwa sababu unategemea akili zako au tegemea Mungu. Ukimtegemea Mungu huwezi kusema hakuna msichana wa kuoa. Wengi ni kwa sababu hawategemei Mungu, wanategemea akili zao. Maandiko yanasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Leo wengi wanategemea akili zao katika kutafuta nani ataoa, katika kutafuta nani atamuoa. Wewe umemtegemea Mungu akakosa kukuletea ambaye anakufaa katika maisha haya na maisha ya umilele. Umemwomba. Kwa hivyo ukifika umri uone mimi nimefika umri wa kuolewa ama nimefika umri wa kuoa na ningependa kuoa na ningependa kuolewa, basi unahitaji kumlilia Mungu. Unahitaji urudi kwa Mungu, muombe yeye, mwambie nataka mchumba wa kuingia naye katika ndoa. Mfahamishe ya kwamba unataka mtu wa kuingia naye katika ndoa. Lakini kwanza jiweke katika hali iliyo nzuri mbele za nani? Mbele za Mungu. Huwezi kuwa wewe unaishi maisha ya ukora na ujanja na bado unataka Mungu akupatie mchumba mzuri wa kuishi na yeye. Bila shaka Mungu atakupatia, ni shetani atakupatia. Kwa hivyo ishi maisha ambayo kwanza inampendeza Mungu. Usiishi maisha ya ukora. Ishi maisha ambayo ni straightforward mbele za nani? Mbele za Mungu. Kisha endo mulilie Mungu, mwambie nataka mke wa kuoa, nataka kijana mzuri wa kunioa. Iwezekani wewe unataka kuolewa na kijana mzuri na wewe maisha yako unaishi vibaya. Haiwezekani. Na kama kuna mahali umemkosea Mungu, rudi unyenyekee, mwambie Mungu nisamehe. Nilikuwa nafanya vitu ambavyo vistahili. Basi sasa narudi kwako, naomba unisaidie na unijalie neema. Nisamehe mahali nimekosea, nisamehe. Kisha rudi mulilie Mungu, mwambie sasa ninatafuta kuolewa, natafuta kuoa.
Biblia inasema wawili hawawezi kutembea pamoja wasipofanya nini? Wasipopatana. Two cannot walk together unless they do what? They agree. Wanahitaji kuagree hata katika tabia, mienendo. Haiwezekani uniambie ukiwa na mawazo ya kikaaba unataka mimi ambaye nataka kuwa straightforward, sitaki kuwa na tabia za kikaaba, ni kuwa wewe uliye na tabia za kikaaba. Kwa hivyo lazima wewe kwanza uangalie njia zako na Mungu. Mungu amesema nini? Mipaka gani Mungu ametuwekea sisi kama watu wa Mungu? Sasa nianze na swala la kuoa. Je, tunafaa kuoa mtu ambaye ni wa imani ama mtu ambaye si wa imani? Usitarajie wewe ambaye haujakuwa converted unataka kuolewa na mtu ambaye amekuwa converted, na wewe ambaye hujakuwa converted unataka kuolewa ama kuoa mwenye ni converted. Ukiwa unakaa maisha ya ukora, bila shaka utatumbukia kwa mwenye yako na nini na hiyo ukora. Ni vizuri unjiweka katika njia ambayo ni nzuri mbele za Mungu. Unajua unaweza kuwa na tabia nzuri, ndiyo, inawezekana, lakini ikifika wakati wa kuchagua mtu ambaye unataka kuoa, unaingiza umwili ndani, na ukipanda katika mwili utavuna katika nini? Katika mwili utavuna. Mimi nakwambia ukweli, utavuna. Ukiingiza umwili ndani utavuna. Leo unaweza kuwa ni kweli kijana umejilinda vizuri, umekaa vizuri, lakini ikifika wakati wa kutafuta mwenye unataka kuoa, unajipata ya kwamba unaongozwa na mwili kiasi ya kwamba haufikirii tena. Kile ambacho kinakusukuma ni tamaa ya mwili. Ati unaangalia sijui size 8 ndio inakusukuma. Mara unaangalia rangi ya mandazi kama ile Wakamba wanataja. Kamba ndio wanasemanga mpaka wanaimba kawimbo ya kwamba langiwa mandazi ula nendete. Yaani rangi ya mandazi yenye napenda. Wengi wanapenda rangi ya mandazi. Yaani rangi hiyo. Alafu mwingine anasema anaangalia mwanya, hii hapa ndiye anaangalia. Msichana unapata ya kwamba anaingiwa na umwili, anaanza kuangalia kama watu wa dunia, anaanza kusema nataka tall, black, handsome. Lakini Mungu ametuwekea mipaka na angependa tuzingatie kile ambacho kinaweza kutusaidia katika maisha ya umilele. Si maisha ambayo tunaishi dunia hii peke yake, ni hatimaye tupate uzima nini? Wa milele. Na ukifanya uchaguzi mbaya inaweza kukufanya wewe ukose uzima wa milele, ukose. Inaweza kukufanya. Kwa hivyo tunapozingatia mambo haya yanayohusiana na mambo ya courtship na ndoa, unahitaji unjihadhari sana ni nani ambaye unachagua kwa ajili ya kuingia naye katika ndoa. Nazungumza na kila mmoja awe amefikia umri wa kuolewa na kuoa, ama hawe bado saa hii hajakuwa tayari kuoa na kuolewa. Maana labda utafika wakati utataka kuoa na kufanya nini? Na kuolewa. Kitabu cha Yoshua. Ikija ni masuala ya imani, katika kuchagua mwenye unaoa na mwenye na kuoa, unafaa kufanya nini msomaji? Joshua chapter 23 verse 12 to verse 13. Katika kitabu cha Methali 3:5 imetuambia mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mukiri yeye. Hata katika njia ya kuchagua ni nani anakuoa na ni nani unaoa, katika njia zako zote mukiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Lakini leo watu wamemwacha Bwana katika kuzingatia ni yupi ama ni nani ambaye nataka kuoa na nani nataka nioe. Wamekosa kumhusisha Mungu wala kumhusisha Bwana, hawajamuhusisha. Wakati Adam aliona ana msaidizi wa kufanana na yeye, si yeye alianza kutafuta ni nani atakuwa mke wake. Mungu mwenyewe ndiye alishughulika kumletea nani?
Adam mke. Wakati Isaka, na hicho kisa tutakuja kukisoma, wakati Isaka alitaka mke, hakutegemea akili zake mwenyewe. Baba yake hata alihusika kumwambia mfanyikazi, enda ukanitafutie mwanangu mke. Na yule mtumishi alipotoka kwenda kutafuta mke, hakuenda tu, alimhusisha Mungu. Alimwambia Mungu, alimuomba Mungu, akamwambia nenda kutafuta msichana kwa ajili ya Isaka, lakini naomba unisaidie, mwenye nitapata msichana ako hivi na ako hivi na ako hivi, atakuwa ndiye huyo. Alimuomba mpaka Mungu ishara ya kujua ni nani ambaye anafaa kuwa mke kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Isaka. Na Mungu aliingilia kati, alihakikisha kwamba zile ishara ambazo Mungu, yani yule mtumishi alimuomba Mungu, alihakikisha kwamba ishara hizo amezileta na zimeonekana. Pia mimi sikwambii hivyo kwa hadithi ya Biblia, nikiwa mimi mwenyewe sijafanya hivyo. Mimi nimemuomba Mungu kabla ya kuoa. Nilitoka kwa dunia bado nikiwa kijana, na nilipoingia katika Uadventista nilisoma sana kwa muda mfupi, mpaka nikiwa na mwezi mmoja katika kanisa ama katika Uadventista nilikuwa najua ya kwamba sifai kuoa mtu ambaye si wa imani. Na hata uhusiano ambao nilikuwa nao ambao si wa imani, ama uhusiano nilikuwa nao nilikuwa mtu wa dunia, nikaukata. Lakini nilikata kwa njia ambayo hata mwenye nilikata kwake alibaki bado ni rafiki. Mbaya leo hata mimi na mke wangu tunaweza kuwatembelea, maana hata yeye aliolewa, tunaweza kuwatembelea na hata wao wanaweza kututembelea, sababu tulibaki marafiki. Sikukata kwa njia ambayo ni ya kumfanya aumie moyoni mwake, lakini nilikata kwa njia nzuri. Kwanza nilihakikisha nimemfundisha ameelewa nini ninaamini, nini hichi nimeamini kwa haraka. Hivyo nilimfundisha, Mungu alinifundisha kwa haraka na mimi nikaamua kumfundisha mpaka kakaka na kwamba anataka kuamini, lakini kidogo nikaona kuna mtego. Kwa hivyo niliomba na nikakata hiyo uhusiano kwa njia nzuri tu, na hatimaye nikarudi kuanza kuomba Mungu na nikaanza kuwa mhubiri. Nilianza kuhubiri nilikuwa na miezi 2 katika imani, ndio nilianza kuhubiri. Na wasichana walikuwa wengi. Kwa sababu gani? Wasichana wengi wanafikiria kana kwamba mtu akianza kuhubiri huyo ndio mtu mzuri wa kumuoa. Naomba nikuambie tafadhali, kuna wengine ambao wanahubiri, lakini wanahubiri ni msisimuko wako nayo, si kwa sababu amethibiti katika ukweli, na si kwa sababu ameongoka. Kuna watu ambao ni mhubiri, lakini anahubiri kwa sababu ni msisimuko, si kwa sababu amekuwa converted, na si kwa sababu ni Mkristo. Unajua, unaweza kuwa uko na knowledge ya kujua ukweli, lakini wewe si Mkristo. Tuko pamoja? Kuna tofauti ya kujua mafungu kwa sababu ulisikia yakitolewa na wahubiri, na wewe unayasikiza, unayakamata, unakuwa na hiyo information, unaanza kuipeana, lakini unakuwa wewe si Mkristo. Hata mienendo yako na tabia zako, wewe si Mkristo. You are not a Christian. Kwa hivyo lazima uangalie na uzingatie sana. Kwa hivyo nilikuwa na wasichana wengi ambao walitazamia mimi ni waoe, lakini sikufanya hivyo. Niliomba Mungu na sikudanganyika na rangi. Tukuangalia rangi ya mandazi, sikudanganyika na size 8, sikudanganyika na mwanya, sikudanganyika na vitu kama hizo. Nilizingatia sana kuomba Mungu anijalie, mpaka nataja hata hao wasichana wenye wananitaka niliwataja kwa jina. Naambia Mungu, kama ni fulani basi nisaidia, awe ni yeye, na ishara ambayo nataka kutoka kwako ni hii, na kama si yeye naomba unijalie nisingie kwa mtego wa shetani. Nilikuwa nikiomba kabla sijaoa, nikiomba na wataja wasichana wote walio katika akili yangu, na wataja kwa jina. Na bila shaka hao ambao nilikuwa nafikiria hao wote hao wasichana ni mmoja wao wasichana, bila shaka hakuwa ni mmoja wao. Na kama ningeoa mmoja wao, sasa ningekuwa na juta.
Lakini mwenye nilioa hata sikuwa namfahamu wala sikuwa namjua wala sikuwa nimeikutana na yeye, lakini tulikutana naye kwa semina. Na si semina ya vijana kama hii. Ilikuwa ni semina ya prophecy. Na alikuwa anapenda ukweli sana. Mahali kuna mikutano ya injili anaenda. Mahali kuna semina za prophecy anaenda. But hiyo ni story yangu. Wacha niachane nayo. Sasa niko kwako kukuambia kwamba unahitaji kuomba sana. Wacha kuangalia na macho ya kimwili, unaangalia kwa na matengenezo hakuna wasichana wengi. Tafadhali wewe au nchaomba Mungu nataka mke, hujamuomba. Sasa ukianza kuoa unahitaji kuwa mtu aina gani? Leo nazungumzia kuwa mtu wa imani. Najua mtu anaweza kuwa hapa na si mtu wa imani. Tuko pamoja Kuwa hapa na kujiita mwana matengenezo si kumaanisha uko katika imani. So unahitaji kuangalia sana. Na wewe njiweke katika hali ambayo Mungu anatukuzwa. Huwezi kunjiweka katika hali mbaya alafu bado unasema kuna wasichana, kazi yako ni kulalamika. Kuna wasichana wa kuoa, hakuna wasichana wa kunioa. Na usiangalie ati huyu kijana na pesa, angalia huyu kijana na bidii. Wacha kuangalia pesa. Leo kuna watu wanasema mimi nataka kuolewa na mtu akona gari. Nafikiria kama gari ndiyo itakupeleka mbinguni, si ndio? Leo juu kuna mtu analia na mume wake akona Prado, lakini mke analia. Hujajua? Kama unaonanga watu wakiendesha Prado kwa barabara unafikiria wanaendelea vizuri kwa familia zao, si ndio? Unafikiria Prado ndio ndoa, si ndio? Hiyo Prado itabeba msichana mwingine na utuongo makofi. Hiyo. Kwa lazima uangalie nini unataka. Ni vitu vya dunia unaangalia. Kitu ambacho unafaa kuangalia sana ni kitu ambacho kinaitwa tabia. Kwanza angalia mwanaume, je, ni mwaminifu hata kwa Mungu? Maana mwanaume ambaye si mwaminifu kwa Mungu, maana Biblia inauliza mwanaume mwaminifu nani awezaye kumuona? A faithful man. Inasema, barikiwa. Lakini mkirudi nyuma kwa njia yoyote na kushikamana na mabaki ya mataifa. Mkirudi nyuma, if you backslide. Mtu ambaye anarudi nyuma, si kubackslide na backslide. Naam. Maandiko nasema ukirudi nyuma kwa njia yoyote. So when you backslide, mtu akibackslide ndiye anaoa ama anaolewa na mtu ambaye si wa imani. Si wa imani. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye anaolewa na mtu si wa imani ama anaoa mtu ambaye si wa imani, huyo mtu amebackslide. Ukirudi nyuma na kuoa ama kuolewa na mtu ambaye si wa imani, mtu wa mataifa ambaye Mungu amebakisha, na baada ya watu kuamini bado kuwa kuna mabaki ya mataifa. Mtu ambaye amebackslide ndiye huwa anaoa ama anaolewa na mtu ambaye ni wa mataifa, mtu ambaye si wa imani. Maandiko nasema Mungu atafanya hao ama huyu ambaye umeoa atakuwa tanzi kwako, mtego kwako, atakuwa mjeleli wa kukuchapa na atakuwa mwiba wa kudunga jicho. Sasa huwezi kuelewa hiyo, maana bado kuna umwili kidogo unataka kukutawala. Sema wacha. Jusa yuko na uhusiano na mtu ambaye si wa imani, uko naye. Si uko naye? Na ukiuliza sahi, maana umwili unakusukuma, unaweza kusema wewe mtumishi ujiche nye unasema. Yule jamaa vile ninamuona asioni kama anaweza kuwa mtu mbaya. Naona ni kama anaweza badilika tu na hao mwana matengenezo. Yule msichana mimi naona ni kama bado anaweza badilika na kuwa mwana matengenezo kulingana vile namuona. Sasa hiyo ni macho yako inakudanganya na hiyo ni akili zako zinakudanganya. Si Mungu anayekuongelesha na kukuambia hivyo. Hata Ruth ili aolewe na Boaz, Ruth alikuwa tayari amekubaliana na Mungu wa Israeli na alikuwa amekubaliana na ibada ya Israeli. Boaz hakwenda huko kutafuta mtu wa mataifa alete aoe. Hakufanya hivyo. Aligojea Mungu akaleta mwanamke kutoka huko Moabu. Akamleta mwenye amesema kwa kinywa chake na mdomo yake. Kwa kinywa chake na moyo wake. Akasema na akaambia Naomi, akamwambia mimi Mungu wenu ndiye atakuwa Mungu wangu na watu wenu watakuwa watu wangu.
Yeye aliamua hata kabla hajaona Boaz. Si msichana akuone alafu aseme huyu kulingana kwa maana ni mwana matengenezo, acha niingie huko ndio anioe. Si hivyo. Alafu wewe uanze kujipendekeza kwa wasichana wa dunia ili aanze kuvutiwa na wewe, ili aamini akuja kwa kanisa ndio wewe. Hakuna mahali imeandikwa enendeni mkawafanye mataifa kuwa wake zetu. Njaandikwa hivyo. Wala njaandikwa enendeni katika mataifa yote mkawafanye mataifa kuwa waume. Njaandikwa hivyo. Lakini leo watu wana mawazo ya kufikiria kana kwamba yule msichana kulingana vile namuona hiyo size 8 na vile naona ana smile, hiyo smile iwezi kuwa inaweza kataa Mungu. Mambo nisomee Proverbs chapter 20. Kabla hujasoma Proverbs chapter 20 verse 6, achana naye. Tutasoma baadaye. Naomba kwanza unipe kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 3. Deuteronomy. Ninajua na dili na majenzi. Vitabu vya Kiswahili vingine wavijui kwa lugha ya Kiingereza. Ndio maana nitatamka Kiswahili kisha nitatamka Kiingereza, usio na wasiwasi. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati. Nipe habari. 7 mstari wa ngapi? Wa 3. Ukianza mstari wa kwanza, Mungu anazungumza na wana wa Israeli na anawaambia vile wanafaa kudili na watu wa mataifa. Anawaambia kwamba atatia watu wa mataifa mikononi mwao na watapigana vita na wao. Nasi tuna vita za kiroho na watu wa mataifa. Vita gani? Vita vyetu si vya damu na nyama, lakini vina nguvu. Tunapeleka ujumbe kwao. Na hivyo sisi tumeambiwa tuwahubirie, hatujaambiwa twende tukaoe wao wala watuoe sisi. Tujaambiwa hivyo. Ati mtu anasoma andiko la Mathayo 28:19 akiona mawazo ya kimwili. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wake zetu. Wewe enendeni mkawafanye mataifa kuwa waume zetu. Waume. Naona wiki jana kulingana vile ni mrefu mweusi na vile ana smailingi, naona anaweza kuwa kijana mzuri sana. Akinioa nitamshawishi atabadilika. Ngoja uone kama utaanza kusikia acha nipigie Pastor Mutisia kile nimeona hapa. Kwa hivyo hebu soma 7:3. 7:3 Kumbukumbu la Torati inasema binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake. Ndiyo. Kwa kuwa atamgeuza mwanao mume asinifuate. Maandiko nasema usikubali kuchukua mwanao umpeane kwa usichukue mwanao umpeane kwa mwanamke wa mataifa, wala usichukue binti yako umpeane kwa mwanaume wa mataifa. Maana kwa kufanya hivyo, yule mwanaume wa mataifa ama yule mwanamke wa mataifa atamgeuza nani? Mwanao. Endelea. Asinifuate. Ndiyo. Ili wapate kuabudu miungu mingine. Tulia. Hata we ni shahidi, Suleimani alifanywa hivyo. Mungu alikuwa na shida na Suleimani kuoa wake wengi wa mataifa. Na wake wa mataifa. Alikuwa na shida na Suleimani kuoa wake wa mataifa. Ukisoma katika kitabu ni cha Wafalme wangapi? Wa kwanza 11 kuanzia 1. Mungu hata hakusikia vema na Suleimani kuoa wake wa mataifa. Lakini leo unapata wana matengenezo ndio hao wanataka kuoa watu wa mataifa. Mpaka hata saa hii kuna mtu ambaye saa hii tukiongea hapa ana mwanaume wa mataifa anachumbiana na yeye. Naendelea kung'ang'ana na yeye aone kama atakuwa mwana matengenezo. Saa hii hata hapa saa hii wako. Hapa saa hii kuna msichana ambaye anaendelea kung'ang'ana na kijana huko kwa dunia, anang'ang'ana na yeye aone kama atakuwa mwana matengenezo. Anasema liwe liwalo hata nioa. Na mwingine anasema mimi hawezi kunibadilisha nikose mbingu. Ni mimi nitambadilisha.
Kuna mwanaume hapa anasema mimi mwanamke hawezi kunishinda. Naweza oa huyu ya dunia na nimlazimisha kuwa wa imani ya wana matengenezo. Kana kwamba wewe Mungu alikulazimisha kuwa mwana matengenezo, alikulazimisha, si ndio? Na Mungu hatawahi kubali mtu yeyote atakayeamini kwa sababu ya kusulutishwa wala kwa kulazimishwa. Hawezi kukubali ibada kama hiyo. Mungu hajawahi kubali ibada ya mtu kulazimishwa. Sasa utakuwa unamlazimisha kuwa mwana matengenezo, lakini hiyo ni yako, ni itafika mahali atakataa hiyo kulazimisha yako. Atakwambia niue, mimi siendi huko. Ukinioa mimi si kwa mwana matengenezo, si kwa Mwadventista mwana matengenezo, na siendi huko. Kama unataka kuniua niue. Sasa hizo mko na watoto watatu. Sasa hizo umeshachaguliwa mzee wa kanisa. Kumbe mke wako alikuwa anakuja kanisani maana ulikuwa unamlazimisha. Sasa amefikisha watoto watatu, najua hapa sasa hakuna mahali unaweza mpeleka. Kwanza ukileta shida anapigia mzee, anapigia pastor. Sasa anakuambia mimi siendi, kama unataka kunichapa nichape. Na kavi nasema sasa nitachapa mke wangu na mimi ni mzee wa kanisa. Na hapa hii kwa ploti si watu wataniona aje, wataniona vibaya, mimi nachapa mke wangu. Unamwacha hapo. Ili ujue atakuwa mtego na tanzi kwako, umeenda kanisani. Ukitoka tu hivi, jamaa mwingine anaingia kwa nyumba yako hapo. Au uko kanisani huko. Ndio unatoa matangazo hapa mbele. Kirudi nyumbani jioni, majirani wanakuambia, unajua mke wako ukitoka ukienda kanisani kila Sabato, mwanaume mwingine anaingianga hapa. Sema labda majirani wanataka niachane mke wangu, lakini nitajua. Huwezi kuwa na amani kwa kanisa. Unakuja kwa kanisa unakaa hivi unasema nasikia niende nikaangalie kama ni ukweli. Hivyo majirani wanasema niende nikaangalie kama ni ukweli. Ni ukweli. Huwezi kuwa na amani, hata hiyo matangazo huwezi toa vizuri. Hata kuomba hautaomba. Umeanza kujawa na hasira na kutafuta vile utapata mke wako. Maana mke wako anajua ni saa ngapi unarudingi kutoka kanisani. Ndio ataachilia huyo jamaa atoke. Ameshinda kwa kutoka asubuhi tangu utoke. Ile kibarua utakuwa nayo hata Sabato utatunza vizuri. Natoka asubuhi ukienda ukielekea kanisani unasema wacha nikae ifike kama saa 5 hapo saa 6 nikimbie mpio niende nikaangalia kama ameingia. Na uende uangalie upate yuko. Utafanyaje? Nasema utaachana na yeye, si ndio? Wewe unajidanganya unataka kuolewa na mtu wa mataifa. Mtu wa mataifa jambo la kwanza aongopi Mungu. Wewe ndio unaongopa Mungu. Amchi Mungu, wewe ndio unamcha Mungu. Sasa jua amekuoa na ulikuwa unafikiri utambadilisha, alafu akose kubadilika na akose kuongoka. Ati kwa sababu ulichagua yeye, maana uliona kwa na matengenezo sijaona mtu ako na gari. Tunataka mtu wa mataifa maana uliona ni daktari. Na ako na potential ya kuwa na kujenga nyumba kubwa na kuwa na gari kubwa, si ndio? Alafu kidogo kidogo ulikuwa unafikiria anaweza badilika kwe mwana matengenezo. Na inakaa kana kwamba maana najua ni mwana matengenezo, shetani anamtumia na anakuwa beguiling. Anakuonyesha kwamba usijali. Hii imani tutaingia tu. Patie muda. Na unashawishika. Nasema ninyi wataamini. Kulingana vile naona tuna smile na yeye, maana bado upendo ni mwingi na bado hamjaoana. Wacha muoane, malize miezi 3. Mzoeane na yeye. Najua unafikiria wanaume, wacha nikwambia wanaume wananga upendo, wanaume wanakuanga na tamaa. Yesu ndiye ako na upendo. Mimi nakwambia ukweli, wanaume wanakuanga na tamaa, si upendo wanakuanga nayo.
Na ili mwanaume awe na upendo wa ukweli, na ndio maana hiyo ndio mtihani yao. Nao wanawake wajui kutii. Ndio maana aliyekuwa mtihani ya kutii. Ili wakishinda hiyo mtihani wataenda wapi? Mbinguni. Nao wanaume wajui kupenda. Ndio maana aliyekuwa mtihani ya kupenda wake zao, ili wakipenda ya ukweli, Yesu akiwa ndani yao wataenda mbinguni. Lakini mwanaume asipokuwa na Yesu ana upendo, chenye anakuanga nayo inaitwa tamaa. Ndio atakuoa akimaliza miezi mitatu anasema sasa hata huyu mke wangu nimemboeka na yeye. Hiyo muda nimekaa na yeye. Anaanza kujawa na tamaa ya mwanamke mwingine. Akitembea tembea. Na huyu msichana anakaa. Anaanza na saa hizo anaweza kuata mke wake ni mrembo kupindukia. Lakini bado anasema na nilikosea wapi kuoa huyu? Mbona sikungojea huyu? Tayari ameanza kuona mwingine. Hapo ndio atakuletea mwanamke mwingine akiwa amebeba hiyo Prado ulichagua. Anakuja na msichana mwingine akiwa amebeba kwa hiyo Prado. Thubutu kumuuliza. Wewe. Ni kofi utakula. Ama kuambia hata hiyo kanisa ukanyange na ujue ni yeye ndiye kichwa. Au ulikuwa unafikiria wewe ndio utambadilisha, kumbe ni yeye atakubadilisha. Akwambia mimi nikikuoa ni wewe ndio sikuwa hiyo kanisa yenu. Kaya hapa. Nikupate umeenda. Sasa unaanza kung'ang'ana, ni Mungu nitatii ama ni mume wangu? Naye mume wako akwambii ni mambo na Mungu, anakuambia utaniambia ni hiyo kanisa imekuoa ama ni mimi nimekuoa. Sasa unaanza kuchagua ni Mungu ama ni mume wako. Hapo ndio unajaribiwa mpaka unasema wache hiyo mambo ya Mungu ikae. Nipoteze mume? Yaani mambo ya uzima unayachukulia kwa mzana mchezo. Ndio maana unafaa kufanya uchaguzi mwema saa hii ukiwa kijana. Ukiingia kwa ndoa utajuta. Mimi nakwambia ukweli, utajuta. Na utakumbuka hicho chenye nakwambia. Msomaji? Naam. Na hakuna mwanaume mwaminifu katika masuala ya ndoa unless Yesu ako ndani yake. Hayupo. Unaona hata wana matengenezo hawa. Mwenye ana Yesu ndani yake, mwanaume atalala na wewe na akae kidogo aseme si chenye nilikuwa nataka nilipata. Anza kutafuta msichana mwingine. Huwezi kunielewa. Huwezi kuelewa, lakini utaelewa baadaye. Huwezi kuelewa. Sasa hata huwezi kuelewa maana kuna kitu inakusukuma kwa mwili wako na kwa moyo wako. Kuna kitu. Kwambia yani unataka kumaanisha mtisia, unataka kumaanisha pastor, yani yule kijana na vile tall handsome na vile akismile. Huwezi kuelewa. Maana uko na mambo ya mwili ndio uko nayo. Unataka kuniambia yule msichana. Mimi nikiangalia hapa sioni wasichana wa kuoa. Sasa sisi wanaume ndio wengi hapa. Nitaoa nani hapa? Nitaoa nani? Maana wewe unatafuta mke ukitumia mwili na akili zako. Unjamuhusisha Mungu mahali popote na ukamuomba Mungu kwa bidii na kumwambia Mungu nisaidie nipate mke mwema wa kuoa. Akakosa kukuletea. Mungu ako na uwezo hata kutoa hata Mungu ako na uwezo wa kuhakikisha kwamba msichana ameamini kwa ajili yako. Na si umemhubiria. Si wewe. Akahubiriwa na huko, hata asihubiriwa hata hapa Mikinduri hapa. Ati kwa sababu unatoka hapa Mikinduri. Ahubiriwa hata na huko Mombasa, aaminie huko Mombasa na mkutano. Aamini tu kwa sababu yako tu. Mungu ameamua huyu aamini kwa sababu fulani ameniomba nataka mke. Naamini na akuwe strong kwa imani, maana wewe pia uchezi na imani. Na hakikisha mmekutana na mmeoana. Mungu ako na hiyo uwezo. Si ndiye aliubia Adam Hawa? Kwani ana uwezo wa kukuletea ama kukuumbia mke wa kuoa? Maandiko nasema umtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usitegemea akili zako. Wacha kuangalia kijana unaona huyu kijana kulingana vile namuona mimi hana kakitu, sasa atanioa aje?
Sasa sikiza, kwanza kile ambacho nafaa kuangalia sana ni bidii yake. Mungu ako na uwezo wa mtu ambaye alikuwa na mali na utajiri ziishe, mbaki mkihangaika. Na Mungu ako na uwezo wa kijana ambaye ako na bidii kumbariki na kumpatia mali. Tuko pamoja? Ako na uwezo huo. Na hata Mungu ako na uwezo kukutumia wewe kusaidia mume wako kuwa na bidii. Na Mungu ako na uwezo muanze chini na wabariki na muwe na vitu. Lakini leo kuna mtu anaangalia anasema fulani hata anatoka katika background ambayo hata wazazi wake wana kitu. Ndiyo, leo kuna watu ambao wametoka katika ample background, kwao wana kitu, lakini leo Mungu amewabariki. Na kuna mtu ambaye ametoka katika familia ambayo ni tajiri, na kwa sababu hajajua jinsi ya kuwa economical akaharibu vitu. Kwa hivyo usije ukaangalia na mitazamo ya kimwili mwili. Omba Mungu akusaidie upate mke mwema na upate mume mwema, mume mwaminifu. In fact, mke ni mwema, a virtuous woman, na mwanaume ni mwaminifu. Maana wanaume wengi si waaminifu, na si wengi, wanaume wote si waaminifu isipokuwa mume aliye na Kristo ndani yake. Wasikia wanaongopata kusema amen. Mwanaume ujihadhari sana kuwa mwanamke ama msichana ambaye si mtiifu na kuheshimu. Jihadhari sana, maana wanawake wote hakuna hata mmoja ni mtiifu isipokuwa mwenye Yesu ako ndani yake. Hayuko. Na ndio mtihani wanawake wamepewa. Mungu alijua wanawake si watiifu, ndio walikuwa wa kwanza hata kuasi Mungu. Mungu alisema msile matunda, ndio walikuwa wa kwanza kutotii sauti ya Mungu na kukula matunda ambayo Mungu alikataza. Sasa akamwambia, sasa kwa sababu umekula hiyo matunda kuanzia leo tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala. Kwa hivyo ukiolewa ujue unaenda kutawaliwa. Kwa hivyo kama hutaki kutawaliwa usiolewe, kaa kwenu. Na ukikaa kwenu, usikize kwa makini, ukikaa kwenu hamtaelewana na mama yako hapo, ndugu zako. Hautaelewana mama yako, ndugu zako hamtaelewana. Mbia nini kinakusumbua wewe? Si umekuwa mkubwa, enda ukaolewa bwana. Toka hapo. Mama yako utakuwa na amani. Mama yako ukikaa mimi nataka wanjukuu. Nataka wanjukuu. Taki kukuona hapo, anataka wanjukuu, si wewe anataka kuona, anataka wanjukuu. Enda uolewe. Na kwa sababu ni mwana matengenezo na usema mimi sitaki kuolewa, mimi sisemi ati lazima uolewe. Na ukienda kukaa peke yako pia watu hatakuona vizuri. Unakaa peke yako aje? Hamunielewi, lakini mtanielewa baadaye, si ndio? Hamunielewi sahi. Sasa msomaji, nina nukuu chache nataka kusoma. Naomba nisaidie nukuu moja katika kitabu Making Counsels for the Church. Naomba kwanza unipe Methali 20 mstari wake mstari wa 6. Alafu nikutolee nukuu katika Counsels for the Church. Inasema Proverbs 20 verse 6. Barikiwa. Most men will proclaim everyone his own goodness. Endelea. Sikiza. Kila mwanaume atajieleza uzuri wake, na ni hivyo wanakuanga wanaume. Bila anajionyesha yeye ni mzuri kwako. Hakuna mwanaume atakuja kwako ajionyeshe vile ni mbaya. Kila mwanaume ataeleza uzuri wake. Inabaki ni wewe kuangalia. Unajua kuna wengine wanakuwa blinded, wanasema at love is blind. Wewe hiyo ni ya dunia, ni lust ndio blind.
Usiwahi sema love is blind, hiyo ni ya dunia. Kwa Mungu, what is blind is the lust of the flesh is blind. Lakini love is not blind. Ati upendo ni kipofu. Uongo. Ni tamaa ya mwili ndio kipofu. Ndio inakufanya unakuwa kipofu. Ati hutaki kuona vizuri. Hata nani akikwambia wewe huyu msichana jadhani, huwezi kusikia. Huwezi. Hata mzazi wake akikwambia jadhani na huyo msichana kulingana vile nimemwona, huwezi kusikia. Hata mzazi wako akikwambia jadhani na huyo kijana kulingana vile nimemwona, jadhani na yeye, huwezi kusikia. Huwezi. Maana kuna jengi na kusukuma. Inaitwa the lust of the flesh. It is blind. It is not love. Kwa nini? Tasoma andiko ni kuonyesha kwamba love is not blind. Lakini kwanza nisomee hiyo mtumishi. Most men will proclaim everyone his own goodness. Everyone will proclaim his own goodness. Kila mtu ataeleza wema wake. Kila mtu atasema vile yeye ni mwema na uzuri wake ataeleza. Lakini sikia vile maandiko yanasema, ndio. Most men will proclaim everyone his own goodness. Safi. But a faithful man who can find. Mesikia hiyo swali? Kwa hivyo kama mwanamke unahitaji kutafuta mwanaume, unafaa kuangalia mwanaume ambaye ni faithful. Na hakuna mwanaume faithful isipokuwa mwanaume ambaye ana Yesu ndani yake, ana kicho mbele za Mungu. Huyo ndiye mwaminifu. Hao wengine wote hakuna mwanaume mwaminifu. Hayuko. Hakuna. Mwanaume atakaa na wewe miezi 6. Ikiisha miezi 6, ile urembo ulikuwa naona unafikiria naye, hata kama uwe ni mrembo kama malaika. Sasa si mume wako anakuona, ni wanaume wengine wanakuona. Lakini mume wako akiwa na Yesu ndani yake, wakati wote atakuona ukiwa mrembo, atakuona unapendeza, atakuona unafaa, na haswa kama ni mtiifu kwake. Wanaume kila ambacho kinabaki wakiangalia sana si sura wala urembo, wanabakingi. Ikifika miezi 6 wanabaki wakiangalia utiifu wako na heshima yako kwake. Sasa ukianza kuwa mwanamke kisirani kwa mume wako, baada ya miezi 6 utakiona. Utashangaa, huyu ndiye alikuwa ananiambia silali. Utashangaa huyu ndiye alikuwa ananiambia hata sikuli. Na alikuwa anakuambia sikuli na alibomoa ugali ile sahani kubwa na akaongezea. Ndio utashangaa. Maana kidogo utashtukia ngumi narudia hapa ama kofi. Uniambia kama mtu anakupenda atakuchapa. Haya, tunasoma. Inasemaje? Inasema katika ulimwengu wa Kikristo na kutojali kwa kushangaza. Nasema, wacha nisome mtumishi, nimesha tafsiri. Nasema katika ulimwengu wa Kikristo kuna hali ya kushangaza, ya kutisha, ya kutojali mafundisho ya neno la Mungu kuhusu ndoa ya Wakristo na wasioamini. Kwa hivyo leo kuna watu ambao hawajali. Wakristo wana matengenezo leo. Kuna wenye wafanye nini? Hawajali neno la Mungu ambalo linazungumzia kuhusu ndoa ya Wakristo na wasioamini. Unbelievers. Between believers and unbelievers. Leo kuna hiyo. Barikiwe. Inaendelea kusema, wengi wanaondoa kumpenda na kumcha Mungu, uchagua kufuata mwelekeo wa akili zao wenyewe mbadala ya kuchukua shauri la hekima isiyo na kikomo. Hekima isiyo na kikomo. Nani yako nayo? Wewe. Nani yako na hekima isiyo na kikomo? Who has an infinite wisdom? Nani yako nayo? God. Kwa hivyo leo kuna watu ambao wanadharau hekima ya Mungu isiyo na kikomo. Kuna wale ambao wanadharau hiyo. Wengi wanadharau. Miongoni mwa matengenezo wengi wanadharau.
Wengi wanaondoa kumpenda na kumcha Mungu, uchagua kufuata mwelekeo wa akili zao wenyewe. Kwa hivyo leo watu wanafuata akili zao wenyewe, ni wanakosa kuzingatia hekima ya aliye na hekima isiyo na kikomo. Leo katika jambo ambalo linahusu sana furaha na ustawi wa pande zote mbili kwa ulimwengu huu na ujao, akili, hukumu na hofu ya Mungu huwekwa kando, na msukumo wa upofu, uamuzi wa kawaida unaruhusiwa kudhibiti. Kwa hivyo leo watu wanadhibitiwa na nini? Na hekima zao wenyewe. Leo watu wanasukumwa na wanapata msukumo kutokana na uamuzi wao wenyewe wa kukaidi kile ambacho Mungu amewaambia kuhusiana na kuoa na kuolewa na mtu ambaye si wa imani. Leo watu wanafuata mashauri yao, hawafuati mashauri ya Mungu. Nikisoma nukuu nyingine, maana naomba nisome nukuu kama 3 alafu nimalize. Nikisoma nukuu nyingine katika kitabu ambacho kinaitwa Counsels for the Church, the same book, paragrafu ya 2. In a matter which vitally concerns the happiness and well-being of both parties, for this world and the next, reason, judgment and the fear of God are set aside, and blind impulse, stubborn determination are allowed to control. Leo watu wanakuwa controlled. Hawakui controlled na hekima ya Mungu. Kila ambacho wanafuata ni msukumo wa mwili, inaitwa impulse. Leo watu wanasukumwa na stubborn determination yenye nawafanya wanakosa kufuata mashauri ya Mungu. Hivyo wengi wamejipata katika hali ambayo ni hali ya hatari katika maisha yao ya ndoa. Na hata leo kuna mtu ambaye ameketi hapa atajipata katika hiyo hali ya hatari baada ya kuingia katika ndoa. Kwa sababu gani? Hakuzingatia mashauri ya Mungu katika kuchagua nani anafaa kuingia naye katika ndoa. Na usije ukaangalia kila mmoja hapa wanajiita mwanamatengenezo ukafikiri ni mwanamatengenezo. Unafaa kuangalia jambo la kwanza, je, huyo mtu anamcha Mungu? Anazingatia mashauri ya Mungu? Unajua kuna tofauti, hebu sikiza kwa makini. Kuna tofauti ya mwanamatengenezo ambaye ana udhaifu wake, ambaye anazidi kuomba Mungu amsaidie ashinde udhaifu. Na kuna mtu ambaye anakaidi hata sauti ya Mungu, hata akiwa mwanamatengenezo. Tuko pamoja? Sisi wote ni wadhaifu. Tunahitaji neema za nani? Za Mungu. Lakini leo kuna mtu ambaye ana kaudhaifu, lakini udhaifu bado anazidi kuomba Mungu amsaidie ashinde. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anasikia ushauri wa Mungu kabisa. Andiko linasomwa ya kwamba watu wa Mungu wanafaa kuvaa kwa adabu, wajistiri, wavae mavazi ya kujistiri, in modest apparel, wavae mavazi ya kujistiri na adabu nzuri. Lakini bado anakaidi hiyo sauti. Anasema mimi, kwanza anaanza kuuliza, kwani nguo ina shida gani? Ni wapi imeandikwa wanawake wasivae trouser? Yaani anakaidi mpaka sauti ya Mungu. Lakini kuna mwingine ambaye anasema, Mungu nisaidie sana, nina udhaifu wa hasira, Mungu nisaidie niachane na hasira. Kuna mwingine ambaye anaona kana kwamba mimi nisiposhuka nywele. Kuna mtu ambaye anashuka nywele leo, lakini bado anaomba Mungu, anamwambia Mungu nisaidie niachane nayo na nisiwahi shuka tena. Lakini kuna mwingine ambaye mpaka na question. Biblia inasema si kwa kusuka nywele, anasema
Hiyo Biblia inasema si kwa kusuka nywele tu, mpaka naweka neno tu yenye iko hapo kwa hiyo andiko. Kwa hivyo tunaweza, Biblia ikatazi kusuka nywele, inasema si kwa kusuka tu, anaweka neno tu. Muulize hiyo neno tu iko wapi? Anaanza kupigana na nini? Na Mungu. Kuna tofauti ya mtu ambaye anajua hii ni makosa ninafanya, lakini ni udhaifu, naomba Mungu anisaidie nishinde. Na kuna mwingine ambaye ni mkaidi. Mkaidi. Hata ujumbe wa afya yuko tayari kutii. Mungu anasema usikule hivi, usikule hivi, lakini anasema sasa wapi yani kutokula nyama inaweza fanya nisienda mbinguni? Anakaidi hata sauti ya Mungu. Kwa hivyo lazima uangalie, je, nani unataka kuona, nani unataka kuoe, nani? Kama ni huyu ambaye kwa kweli anakubali mimi nina udhaifu, nimelemewa na kuachana nyama, lakini naomba Mungu sana nisaidie, hata kulazimisha. Kama ni kula ataenda kukula kivyake na huko kando, lakini atakwambia lazima upike nyama nikule. Maana najua ni vibaya na hata yanang'ang'ana aache. Lakini kuna mwingine ambaye yeye mpaka na question, wapi? Unataka kumaanisha tutakosa, yani unaweza kosa mbingu kwa sababu unaweza fanya mambo mengine yote mazuri, ukose mbingu juu ya kula nyama tu peke yake? Ana question mpaka authority ya Mungu. Sasa uniambie, angalia, uniambie kama huyo mtu akikuoa, kama hata kulazimisha kupika nyama na wewe utaki, si atakulazimisha? Niambie ukioa mke kama huyo, kama atapika hiyo nyama hapo kwako, apike, wewe ukuli, lakini apike. Nakwambia na akuja. Unajua kuna wanaume ambao wanafikiria hizi control na mke, maana bado wewe ni kijana unjaoa. Mke anaweza control ushangae. Saa ile mmeoana tu hivi na upendo ni mwingi, hata mjenda mbali, kwambia apike kanyama kazuri, akakaange vizuri na alete kwa meza, na akose kupika kitu kingine. Na kama ni ugali unapenda sana, analeta ugali na hiyo. Na anakosa kupika mboga kabisa. Ama kama unapenda chapati, analeta chapati na hiyo. Alafu akwambia kula na wewe. Kwanza na anakushika hivi, anakuambia kula na wewe. Usipokula unipendi. Na akwambia unipendi, usipokula unipendi. Uone kama hutakula. Sasa yule unajifanya ati mke nikioa nitamcontrol, hizi ni control. Wewe atalia machozi hapo, useme wacha nikule tu mke wangu asiumie. Alie machozi na kuambia kweli, si nilikwambia ngamtizia unipendi wewe. Na alie kabisa atoe machozi. Unipendi. Sasa hii kanyama kamoja tu hivi, ubonja my darling, onja my dear. Hii peke yake tu ndio itafanya tukose mbingu. Asikia vile ni tamu. Utaonja. Mimi siongei mambo ya nyama. Naongea mambo ya kuangalia nani unaoa. Mko katika imani moja. Two cannot walk together unless they do what? They agree. Unless they agree. Mimi siongei mambo ya nyama. Si uko hapo. Wacha nimalize hii nukuu. Acha nisome nukuu. Alafu wacha tuendelee kutoka hapo kesho, si ndio? Naomba nisome ya mwisho. Inasema wanaume na wanawake ambao ni wanaume na wanawake ambao ni wenye busara na makini uziba masikio yao kwa shauri. Kwa hivyo leo kuna wanaume na wanawake wengine ambao wako na hekima tu, lakini wanaziba masikio yao. Kwa nini? Kwa ushauri, wasije wakasikia ushauri wa Mungu. Wanaziba masikio. Naomba usikize. Inasema ni viziwi. Kiziwi ni nani? Mtu asiyesikia ni kiziwi. Ni viziwi kwa mashauri. Ni viziwi kwa mashauri ya marafiki na mashauri ya watumishi wa Mungu. Usemi wa onyo
au onyo uchukuliwa kuwa uingiliaji usiofaa, na rafiki ambaye ni mwaminifu vya kutosha kutoa lawama anachukuliwa kama adui. Leo mtu kabisa ana akili timamu anakataa ushauri wa watumishi, anakataa ushauri wa marafiki ambao tumeambiwa ni marafiki ambao ni waaminifu. Anakataa. Alafu akikataa, anamfanya huyo mwenye anamshauri, anamfanya kuwa nani? Adui. Anamfanya kuwa adui. Haya yote ni kama shetani apendavyo, ama vile shetani anapenda, hivyo ndivyo wanaamua. Yeye hutengeneza uchawi wake juu ya roho, na inakuwa imekorogwa kwa njia ambayo inapendeza, sababu wacha atamu za kujitawala zianguke kwenye shingo ya tamaa. Hivyo leo watu wengi wanakosa kuzingatia sababu ama reason, wanakosa kureason, badala yake wanaacha reasoning inakuwa katika hatamu ya kutawaliwa na tamaa. Shauku isiyotakazwa uzaa mpaka kuchelewa sana. Mwathirika anaamusha maisha ya taabu na utumwa. Hii sio picha inayochorwa na fikra, lakini kumbukumbu ya kweli. Idhini ya Mungu haipewi miungano ambayo amekataza waziwazi. Kwa hivyo leo wengi wamekataa idhini ya Mungu na wanakosa kuunganisha idhini ya Mungu na kile ambacho Mungu amekataza kweli kweli. Leo wengi wanakataa kushauriwa na Mungu na kushauriwa na watumishi wa Mungu. Men and women are otherwise sensible and conscientious, close their ears to counsel. They are deaf to the appeals and entreaties of friends and kindred and of the servants of God. The expression of a caution or warning is regarded as impertinent meddling, and the friend who is faithful enough to utter a remonstrance is treated as an enemy, or this is as Satan would have it. He weaves his spell about the soul, and it becomes bewitched, infatuated. Reason lets fall the reins of self-control upon the neck of lust, and sanctified passion bears sway until too late the victim awakens to a life of misery and bondage. This is not a picture drawn by the imagination, but a recital of facts. God's sanction is not given to unions which he has expressly forbidden. Leo wengi wamekosa kuzingatia mashauri ya Mungu. Leo wengi wamekataa mashauri ya watumishi. Leo wengi wamekataa mashauri ya marafiki. Leo wengi wamekataa mashauri ya watu wa familia zao kwa sababu ya kuongozwa na tamaa. They are controlled by impulse, they are controlled by lust of the flesh. Na leo ukipanda kwa mwili utavuna kwa nini? Kwa mwili utavuna. Naomba mniulize maswali kabla tunjamaliza na kuomba. Ukiwa na swali niulize. Wording of last days, sauti ya ukweli.